Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene amewataka vijana na wanaharakati kutafuta njia sahihi ya kudai haki ikiwa mazungumzo mezani, akiwaza kuwa vita na vurugu havijawahi kusaidia bali hupelekea kupotea kwa amani, huku akitolea mfano wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo ambao takriban zaidi ya miaka 30 wanaitafuta amani ambayo imepotea. Ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa pili unaohusisha pande tatu ikiwemo serikali ya Tanzania, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, ambapo pia naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Shabani Biango na mwakilishi wa shirika la kuhudumia wakimbizi duniani nchini Tanzania Barbadotis walishukuru Tanzania kwa kuhifadhi wakimbizi hao kwa muda unaozidi miaka 30. Tuko na amani na tunapokwenda katika mwisho wa mwaka, siku hizi niwatakie na Watanzania wenzangu wote kama waziri mwenye dhamana na usalama wao na mali zao kwamba msiwe na hofu yoyote ile. Tunapozungumza mambo haya ya kuambia wenzetu warudi kwao, na sisi huko hatuna nafasi ya kuwahifadhi, na sisi wa Tanzania ni vizuri tukajifunza somo hili kwamba tuna wajibu wa kutunza amani yetu ili na sisi kesho tusipogeuka wakimbizi. Sasa sijui tunarudisha wenzetu kwao na sisi tutawafuata nyuma tunaenda kwao, maana watakuwa wametulia. Kwa hiyo vijana na wale wote wanaharakati ambao wanafikiri njia hii ya vurugu na fujo na kuvunja amani ndio itakayowapa haki yao, hiyo njia ni ndefu mno. Tunazungumzia Kongo iliyovurugika miaka 30 iliyopita, amani haijarudi mpaka leo. Wewe unayefikiria kuivuruga nchi yako ya Tanzania leo, utakaa miaka 30. Kama wewe ni kijana, basi hiyo haki utaiona, kwa sababu umeidai kwa process ambayo kimsingi sio shortcut. Shortcut ni mazungumzo, shortcut ni kuweka hoja mezani, shortcut ni kufuata mifumo ya mabadiliko, lakini vita, vurugu havijawahi kusaidia nchi yote. Haijasaidia Kongo. Ndugu zangu wako hapa wanaitafuta hiyo amani iliyopotea kwa miaka zaidi ya 30, haijarudi. Sisi wa Tanzania tuienzi amani yetu, tulinde amani yetu, na hususan vijana mnayoishi mnayotegemea kuishi baadaye. Hamtaiona hiyo amani ikirejea kama mkiivuruga leo. Wenzetu wa Kongo na miaka 30 na sisi tutapita humo. Tujizuie, tuonyeshe resilience na uvumilivu, kwa sababu vyote tunavyofanya havina maana kama amani haipo. Kwa hiyo niwatakie sana kila laheri katika siku hizi za mwisho wa mwaka, Christmas na mwaka mpya. Tusherehekee kwa amani na wala watu msiwe na hofu. Serikali imejipanga, jeshi letu la polisi limejipanga kuhakikisha kila mtu anakuwa na usalama katika wakati wote.